Raia wa Sudan Kusini waliofurahia kinga maalum nchini Marekani sasa watahitajika kuondoka Marekani na kurejea nyumbani. Raia 210 wa Sudan Kusini walikuwa Marekani chini ya mpango wa kinga ya muda, yani temporary protected status, ikiwa ni msamaha uliotolewa na Marekani kwa raia wa kigeni ambao hawawezi kurejea nyumbani kutokana na hali ya usalama katika mataifa yao ya asili. Mara nyingi kinga hii hupewa raia wa nchi ambazo kuna mapigano, majanga ya kimazingira kama vile tetemeko la ardhi au kimbunga, au matatizo mengine ya muda. Somalia, Sudan, Ethiopia, Kamerun na Sudan Kusini ni nchi barani Afrika ambazo zimezingatiwa chini ya mpango huo. Awali, Sudan Kusini iliorodheshwa miongoni mwa mataifa ambayo yangefaidika kwa muda mnamo Oktoba tarehe 13 mwaka 2011 kulingana na mapigano nchini humo kati ya serikali ya Rais Salva Kiir na makamu wake wa wakati huo Riek Machar kuanzia mwaka 2013. Kwa hivyo raia wa Sudan Kusini 210 walipewa hadhi ya kinga kwa muda na Marekani. Kipindi hicho kiliongezwa miaka 2013, 2014, 2016, 2017, 2019 na 2020. Lakini kufikia Novemba tarehe 3 mwaka huu, muda huo umefikia mwisho. Serikali ya Marekani inasema baada ya kutathmini tena hali ya nchi na kushauriana na idara husika za serikali ya Marekani, imebainika kuwa Sudan Kusini haikidhi tena vigezo vya kuwa katika mzozo unaoendelea ambao unatishia usalama wa raia wa Sudan Kusini. Kwa hivyo wanaweza kurejea makwao, ingawa kuna vurugu kati ya jamii zinazohusishwa na migogoro ya mipaka, mashambulizi ya kulipiza kisasi na ubaguzi wa msingi wa kikabila. Serikali ya Marekani inasema kwamba kuingia tena katika vita kamili wenyewe kwa wenyewe haionekani. Makubaliano ya mwaka 2018 ya kuunda serikali ya mpito ya umoja wa kitaifa nchini Sudan Kusini yalikusudiwa kuandaa njia ya kurejea kwa amani na uchaguzi wa kwanza kabisa katika nchi hiyo ambayo ilipata uhuru wake mwaka 2011, na pia ilisema kutakuwa na kuundwa kwa katiba mpya, mfumo wa mahakama pamoja na uwiano wa jeshi. Lakini miaka 7 baadaye yote haya hayajatokea. Nchi hiyo changa barani Afrika inakabiliwa na mvutano mwingine baada ya makamu wake wa Rais Riek Machar akamatwe na kushtakiwa kwa mauaji, uhaini na uhalifu dhidi ya binadamu mnamo Septemba mwaka huu. Raia wa Sudan Kusini sasa wanatarajiwa aidha kuondoka wenyewe kutoka Marekani, huku watapewa tikiti ya ndege, posho ya kuondoka ya takriban $1,000 ili kuepuka kutimuliwa kwa nguvu. Wataalamu nchini Sudan Kusini hata hivyo wanasema hatua hiyo ya Marekani ya kurejesha raia wa Sudan Kusini ni njia ya kulipiza kisasi kutokana na nchi hiyo kukataa kupokea kundi la pili la wahamiaji wa Marekani nchini humo.